hapa studioni tukiuliza iwapo hatua wanayochukua vijana katika kuzungumzia masuala ya siasa na uongozi mitandaoni utasaidia pakubwa katika mabadiliko ya uongozi ifikia hapo mwaka 2027. Sasa kando na mitandao, kando na hapa studioni, tuingie mitaani pia tujue vijana wanasemaje, wananchi wanasemaje kuhusiana na nafasi ya vijana siasani na wanaharakati wa vijana siasani. Tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Kitio Mika ambaye yuko katika eneo la Lodwar kaunti ya Turkana kwa mengi zaidi. Kitio? Naam, asante sana mwenzangu Andrin Kilemi. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar. Swala zima likiwa wanaharakati na vijana siasani. Je, vijana katika kaunti ya Turkana wanasema nini kuhusiana na swala hili? Moja kwa moja tukaweza kuzungumza na wao. Songea hapa hivi. Majina yako binafsi na wewe kama mwanaharakati, kama kijana, je, unadhani kwamba mitandao ya kijamii itabadilisha siasa ya Kenya? Kwa majina naitwa Ezekiel Elim, mwanaharakati hapa Turkana County. Mimi naona mitandao itabadilisha siasa ya Kenya sababu mitandao ina mobilize watu wengi sana. Ujumbe inafika kwa watu wengi kupitia kwa mitandao. Na siasa imebadilika sababu watu wengi wamehamasishwa kupitia kwa njia ya mitandao. Vijana wanashikana, wanaunda group kama hapa Turkana wanaunda group na wale wa Nairobi. So wanashare information ambayo iko. Lakini wanasema kwamba vijana kwamba mitandao wanazungumza tu mitandaoni, ikija masuala ya kisiasa kusajiliwa kama wapige kura hawajukumiki mahali pale. Je, unaona kwamba pengine mitandao na vijana imeenda kando? Kwa sasa naona vijana wengi wajejitokeza kwa mambo na usajili wa upigaji wa kura. Ningependa serikali kuu ijaribu kuhamasisha vijana wote mashinani, hao watu ambao wanasajili watu katika vituo vya kupiga kura waingie mpaka mashinani, na vijana wengi watajitokeza. Ni ile hao watu wajefika mashinani, wanafaa waende paka kwa makanisa Jumapili waregister watu wapige kura kwa wingi, na tunahamasisha vijana watumie mtandao kumobilize wale vijana wengine wakate kura. Unaona kwamba pengine mtandao huu utabadilisha siasa na sera za kisiasa nchini, haswa vijana na wanaharakati? Sababu vijana sasa wamejua haki yao kupitia kwa mitandao, wanajua kuandamana pia iko kwa katiba na wanaruhusiwa na katiba kuandamana, so long as wanafanya a peaceful demonstration wanakubaliwa. So vijana wengi wamejua haki yao kupitia kwa mitandao. Je, unaona kwamba siasa inafanywa mitandaoni, ifanywe mitandaoni zaidi ama mitaani kule? Ningehimiza wale wako na uwezo kwa kutumia mitandaoni kuhamasisha watu kupitia mambo ya siasa, watumie mitandao sababu penye nchi inaenda saizi, dunia inasonga, so tunatumia mitandao. Wanaharakati imesaidia namna gani vijana katika masuala ya kisiasa? Wanaharakati umesaidia sana vijana sababu sisi kama wanaharakati tunatumia muda wetu mwingi kujulisha community kwamba wanajua haki yao pia kupitia kwa sisi. Tunajua polisi si lazima kuja kuharass na kushike, anafaa kuja kwa njia ambaye iko kwa katiba. Asante sana. Pengine nizungumze na Andrin, nizungumze na huyu. Majina yako, wewe ni mwanaharakati, bado ni kijana Gen Z. Je, unaona kwamba mtandao utabadilisha sura ama sera na siasa ya hapa nchini? Kwa majina naitwa Joseph Agelan, Turkana activist. So mimi vile najua kwamba mtandao wa jamii, sisi wote tuko na historia na kwamba maandamano ile ilifanyika hapa 2025 haikumobiliziwa na njia nyingine, ilikuwa njia ya mtandao. So tunaona kwamba mtandao inauza zaidi na inafikia young people ama vijana kwa karibu ama kwa wingi. Na wewe binafsi kama kijana Gen Z na mwanaharakati, je, wewe binafsi unatumia mtandao katika masuala ya kisiasa kuhamasisha vijana? Je, umewahi fanya hivyo? Nimefanya hivyo mara mingi, kwa sababu mara mingi na labda nachukua video pale ama nafanya information kidogo, naona hapa kuna shida, so na record na naongea mambo ambayo inahusika, naweka pale kwa mtandao, so inafikia watu wengi na unapata wengi wanaagree ni ukweli kwa sawa. Ama umepata kuna tuseme government national ama county government imeweka mradi pale kwa muda miaka 3 na ilitengewa kwa ile first year walitengea pesa mpaka sasa haijafanyika. So wakati unapiga ama wakati una record unaweka kwa mtandao, watu wanapata information, hii serikali kuna kitu iliweka mahali fulani na wakakula hiyo pesa. So hiyo ndio njia ya mtandao. Wewe unaona kwamba vijana mwaka 2027 wataweza kujitokeza kuweza kupiga kura kwa wingi? Vijana wanajitokeza kwa kupiga kura na vijana wanajitokeza pia kuelektiwa. Wewe binafsi unaona kwamba siasa ifanywe mitandaoni ama ifanywe kule mitaani?
Siasa so hapa Turkana inafaa ifanywe mara mbili. Kuna vijana ambayo tumefikia shule kidogo, hiyo tunaingia kwa njia ya mtandaoni. Lakini pia ni lazima tuhakikisha kwamba tunatembea na mguu, tunatembea kwa njia, tuhakikisha kwamba wale watu wetu wa chini hawana smartphone, hawana njia ya kupata network, tunafikia kwa grassroots na njia tu ya chini chini. Je, unaona kwamba vijana kwa sasa kulingana na wanaharakati jinsi mambo yanavyokwenda, je, unaona kwamba vijana wamekundua haki yao? Activists wamechangia sana youth kufunguka macho, hata sio youth peke yake, hata watu wa kawaida, hao watu wakubwa wetu, hao watu wa chini, wasasi wetu wamechangiwa sana kitu inaitwa human right. So human right wamepenya mpaka kila mtu sasa anajua haki yake, na tunahakikisha kwamba these people ambayo kila wakati sisi tunasema hii kiongozi ni mbaya, huyu ni mbaya. So this time sisi tunataka kuingia kwa hiyo meza kama activists, tuwakosoe, tukukua kwa meza na hawa wanyang'anyi hawa. Asante sana. Na asante sana Andrin Kilemi, bila shaka ni wananchi ama wakazi vijana wameweza kudadavua mengi zaidi kuhusiana na swala zima la vijana na vile leo wanaharakati wa vijana katika siasa. Kutoka kaunti ya Turkana nikiripotia TV47. Mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47. Kwako Andrin Kilemi. Asante sana Kitio Mika. Mtazamaji, mwandishi wetu wa habari huyo kutoka Turkana akizungumza na wakazi kuhusiana na maoni yao ya vijana na wanaharakati mitandaoni wakati ambapo tunasubiria uchaguzi wa mwaka 2027. Hapa studioni